Hapa ni katika mahakama ya hakimu mkazi Kisutu jijini Dar es Salaam. Asubuhi hii Jambo TV tumeendelea kuweka kambi katika eneo hili, na kubwa ni kuhusiana na kesi mbili zinazomkabili mwenyekiti wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Tundu Antipas Mughwai Lissu, zinaendelea katika mahakama hii kwa siku ya leo. Baada ya mwezi mmoja na ushee ambao wanachama, wafuasi na viongozi wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema kuzuiliwa kuingia katika viunga vya mahakama hii, kesi ikiwa inaendeshwa kwa njia ya mtandao. Leo kwa mara ya kwanza atafikishwa hapa baada ya maamuzi ambayo yalikuwa yametolewa na mahakama siku za nyuma, kwa maana ya kwamba kuruhusu Lissu aletwe mahakamani moja kwa moja ili kesi ya uchochezi na kuchapisha taarifa za uongo kwenye mtandao wa kijamii wa YouTube ambayo inaanza leo kusikilizwa kwa maelezo ya awali, huku kesi ya uhaini ikija kwa ajili ya kutajwa. Tumezungumza pia na baadhi ya wafuasi wa Chadema ili kujua kwanza wanazungumziaje kitendo ambacho wameruhusiwa. Hata hivyo, nje ya viunga vya mahakama bado ulinzi umeendelea kuimarishwa. Mimi naitwa Mwalimu Chacha Heche, mwenyekiti wa Chadema mkoa Mara, na niko hapa mahakamani pia kwa ajili ya kumsubiri kiongozi wetu ambaye ni mwenyekiti wetu, kama mnavyofahamu, Mheshimiwa Lissu, ambaye amekamatwa na kuwekewa kesi ya uhaini, ambayo ni kesi mbaya sana, ambayo hukumu yake ni kunyongwa mpaka kufa. Kwa hiyo tuko hapa kwa ajili ya kufuatilia mwenendo wa kesi yote mpaka sasa, na nimefanikiwa kuingia. Kwa kweli haikuwa kitu rahisi sana, kwa sababu bado nimeona mazingira pale getini sio mazuri. Kama nafasi bado ipo ndani ya mahakama, basi polisi wafanye tu kazi yao ya kulinda usalama, lakini sio kuzuia watu. Kwa ujumla wake, matarajio yenu ni hapi hasa kuhusiana na hiki ambacho kinaendelea? Maana leo mwenyekiti wenu analetwa mahakama. Sisi bado tunaona mahakama, kwanza jinsi ambavyo mahakama imefanya ruling ya awali hii, ni kwamba sisi bado tuna imani na mahakama kwamba mahakama itafanya kazi yake, na lakini hatufurahishwi na baadhi ya vitu ambavyo vinaendelea. Kwa mfano, kitendo cha Martha Karua na mawakili wengine kuzuiliwa kuja kuobserve, ni kwamba kama vile kuna jambo ambalo limefichwa. Kwa hiyo tungetamani kwamba watu waruhusiwe, maobservers wa nje ya nchi na ndani ya nchi, waje kufuatilia kesi, kwa sababu ni kesi kubwa, ni kesi yenye maslahi ya nchi na ni kesi ya kihistoria pia.